Okay, na kwa upande wa kompyuta, baada ya kufanya maamuzi mazuri kabisa kutumia mfumo wetu wa mauzo track, ukilogin kwa mara ya kwanza kama haujawahi kufanya chochote utakutana na hii dashboard. Kama kawaida hapa mbele kuna hapa mwanzo kabisa kuna mauzo ya leo ambayo ni revenue, alafu pia kuna jumla ya matumizi na faida na malipo yanayosubiriwa, yaani kwamba ni oda ambazo hazijalipiwa, yaani madeni. Sasa hii ni filtered by today, kwa hiyo ndio maana unaona leo. Kwa hivyo nikiweka jana itaonyesha yesterday sales, na naweza kuweka by siku 7 zilizopita, okay? Lakini pia unaweza ukachagua custom range, ukachagua tarehe unayotaka kuangalia. Maybe ninachagua tarehe 1 hadi tarehe 6. Kwa hiyo utaona hapa custom range ya tarehe 1 hadi tarehe 6 na kila kitu ambacho kitakuwa kinasoma. Lakini malipo yanayosubiriwa au madeni huwa ni fixed, yaani kwamba kama deni ni deni halijalishi tarehe ngapi. Kwa hiyo itakuwa ni fixed deni ambalo lipo muda wote. Kwa hiyo ukiona hii namba ibadiliki, jua maana yake imetengenezwa hivyo kwamba deni haliwezi kuwa filtered by tarehe. Deni lipo tu. And yes, so kitu kingine ambacho tunaweza tukaangalia ni maybe hapa juu ni kubadilisha lugha. Hizi ni support na hii ni notification. Notification ni hiyo unaona notification ambazo ziko katika account yako. Yes, so kufika katika profile yako unaweza ukaja hapa ukabonyeza hii account, hii picha yako au hii icon na itakuleta hapa. Kama kwenye simu tu utaona profile summary ya account yako, unaweza kudownload data zako na pia malipo. Unaweza ukachagua aina ya currency, lakini currency unaichagua baada tu ya kujiunga. Ukirekodi tu mauzo yako ya kwanza huwezi kubadilisha currency, itabidi utengeneze account nyingine. Hii ni kwa ajili ya kulinda kutokuchanganya hesabu, kwa sababu ukibadilisha currency wakati wa mauzo itakuwa si sawa. Na usalama pia unaweza kubadilisha pin na ruhusa hapa. Unaweza ukaweka ruhusa za kupata notification mteja mfanyakazi akiuza au register haijafungwa and everything. Na huku chini pia ni baada ya kuongeza wafanyakazi wako ndio unaweza kuwapatia ruhusa za kuona maybe mauzo, kuona nini. Yes. Kwa hiyo ndio hivyo. Na huku pembeni ninaweza nika expand hii ukaona hivi. Sasa so unaweza ukafanya hivyo ukaja hapa kwenye profile ndio unaweza ukafika hapo, lakini unaweza ukarudi nyuma kwenye home ukabonyeza hapa home na ukarudi katika sehemu hii. Kwa hiyo huku chini kote ni summary ambazo zitakuwa maybe mauzo ya hivi karibuni, zilizouzika zaidi. Baada ya kuanza kurekodi tutaanza kuzielewa vizuri zaidi, lakini huku chini patakuwa pana generate penyewe baada ya wewe kufanya mambo, baada ya kurekodi matumizi na mauzo katika biashara yako. Yes, so na upande huu ni menu ambayo ina shortcut za kila sehemu ya kufika. Maybe hapa tuna mauzo na miamala, unaweza kwenda muhtasari wa mauzo yako. Ukija hapa utakutana na mauzo yako yote, kwa sababu account bado ni mpya, hakuna mauzo yoyote bado. Na yes, kuna matumizi, kuna invoice and everything. Kwa hiyo wewe ukidownload tu, ukiinstall tu application yako au ukiwa kwenye web, jaribu kufika katika sehemu hii, bonyeza kila sehemu na utaweza kuona shortcut zote muhimu ambazo maybe utazitumia au ni unazihitaji. Kwa hiyo kuona stock yako ni hapa, hii ni stock ya unaangalia tu, lakini kutaka kuona bidhaa zote unaenda kwenye manage bidhaa. So tutakuwa na tutorial ya kuingiza bidhaa moja moja and kwa sasa hivi tunaangalia tu introduction. Yes, tutaangalia introduction. Kwa hiyo ndio hivyo, jaribu kutumia sana hii shortcut, au kama unaona inakuchanganya ifunge hivi and then ukiwa ukipeleka tu mouse yako itakuwa inafungua na kuambia kwa summary kabisa. Kwa hiyo unachagua haraka tu, ukija hapa unachagua haraka tu. Kwa hiyo ndio hivyo. Application yetu ni rahisi sana, ni wewe tu kujaribu kubonyeza kila sehemu unayoweza ili uweze kufika. Yes. So hii ni video tutorial kwa ajili ya web au web app. Kwa mobile app nitaacha link katika description ya video hii. And kwa introduction hiyo nadhani tunaweza tuanze sasa kutumia application yetu.